mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, lakini pia msikilizaji wa Morning Star Radio, na wewe ambaye unatufuatilia kupitia tovuti yetu, lakini pia ambaye unatupata kupitia apps ya Tanzania Adventist Media Channels kupitia simu yako ya mkononi popote pale ulipo, na wewe unayetupata kupitia tune in ndani na nje ya nchi ya Tanzania. Ni wakati mzuri kabisa ninapokukaribisha katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Mimi ni Nyamiti Kayora, lakini hapa studio leo ninaye mjumbe wa bodi ya Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania, na si mwingine bali ni Bi Lydia Mugalula ambaye nitakuwa naye katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Lydia, karibu sana katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Asante sana. Leo tunataka tuzungumzie nishati jadidifu ambayo ni nishati mbadala ambayo inatumika hapa nchini kwetu Tanzania, lakini na katika nchi ambazo zimeendelea. Na hivi karibuni tu itakumbukwa ya kwamba tulikuwa na siku ya kitaifa, na ilikuwa ni maonyesho ya 14 ya kitaifa hapa nchini Tanzania kuhusiana na nishati jadidifu, ambayo ilikuwa na kauli mbiu kwa inasema nishati jadidifu kufikia Tanzania ya viwanda 2025. Tunapoanza sasa kipindi chetu, mtazamaji pamoja na msikilizaji na anayekufuatilia kwa wakati huu kupitia kipindi hiki cha Kwenye Kiti angependa kufahamu, tunapozungumzia nishati jadidifu tunakuwa tunamaanisha ni kitu gani, ama ni nishati ya aina gani? Asante sana ndugu mtangazaji. Nishati jadidifu ni nishati endelevu ambayo inatokana na aidha mimea, inawezekana pia ikatokana na taka za wanyama, lakini kadhalika ni nishati ambayo inatokana na upepo, na pia inatokana na jua. Na pia kuna aina ya nishati ambayo inafahamika kama tungamo joto, joto haridi, kwa jina la kitaalamu inafahamika kama geothermal, ambayo inatokana na joto kutoka chini ya miamba. Hizo ndio ni nishati ambazo zinaaminika kwamba ni nishati endelevu, haziwezi zikaisha, zinaweza zikatumika kwa muda mrefu pasipo kuisha. Na ndio maana jumuiya tofauti ambazo zinadili na masuala ya nishati jadidifu zimekuwa zikipambana kuendeleza kuonyesha ile awareness kwa jamii, jinsi gani ya kutumia hii nishati, kwa sababu itafikia kipindi hii nishati ya sasa hivi ambayo tunaitumia, ambayo inatolewa na TANESCO kwa ujumla, ni nishati ambayo tutaendelea kuitumia ndio, lakini inafikia kipindi kwamba itaisha, lakini maisha inabidi yaendelee kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo ndio maana tunayo hii nishati mbadala ambayo inaitwa nishati jadidifu, ambayo inaweza ikaendelea kutumika kwa kipindi kijacho na kizazi hata kizazi. Kwa hiyo ni nishati ambayo haiwezi ikaisha. Ni nishati endelevu. Nishati jadidifu, nishati sioisha, nishati endelevu, nishati mbadala. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, tupo Kwenye Kiti na leo tunazungumzia nishati jadidifu, na hasa tukilenga katika Tanzania ya viwanda kufikia 2025 kama kauli mbiu ya tarehe ambayo ni Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania, ambao hivi karibuni tu wamemaliza maonyesho yao ya 14 ya kitaifa hapa nchini Tanzania, ambayo ilikuwa inafadhiliwa na ubalozi wa Uholanzi. Na tumekuja kufahamu maana nishati jadidifu. Kwa nini iliamua kuitwa nishati jadidifu tu na isingeitwa labda nishati tu mbadala, au ikaamua tu kuitwa kwamba kama ambavyo umeeleza aina zake kwamba kuna nishati ya jua, kuna nishati ya upepo, lakini vile vile ya vitu mbalimbali ambavyo umeviainisha? Imeishwa nishati jadidifu kwa sababu ile ni nishati endelevu. Kwa hiyo wanaposema nishati mbadala, ukisema neno mbadala ni kama kitu badala ya kitu fulani. Kwa hiyo mbali na nishati tulizonazo, tunaangalia pia kuna nishati mbadala ambayo inaweza ikatumika, kwamba kama hii nishati isipotumika, je, nishati gani inaweza ikatumika? Ndio inaitwa nishati mbadala. Kuna faida zozote za kutumia hii nishati jadidifu tofauti na nishati ambayo tumezoea, ambayo inatokana na umeme wa shirika la umeme Tanzania TANESCO? Kuna faida ndio nyingi za matumizi ya nishati jadidifu. Kwanza ni nishati safi, ambayo haina ile hewa ambayo inaweza kwenda kuharibu ile ozone layer, inafahamika kama kwa jina la anga, inayoenda kutoboa na kusababisha miale ya jua kufika. Kwa hiyo ni nishati ambayo haitoi hiyo hewa chafu ambayo inaenda kutoboa anga. Na pia
Ina faida hasa katika swala zima la kiafya. Tukiangalia kwa upande wa ndugu zetu, jamaa na marafiki walioko vijijini, ambapo unaweza ukakuta wanaweza kuwa wanatumia mafuta ya taa, lakini unakuta inasababisha ule moshi mzito ambayo unakuwa na athari katika kifua, kadhalika hata macho, na pia hata kwa wanafunzi ambao wanasoma inakuwepo ni changamoto kwao, kwa sababu unaweza ukakuta watoto katika umri mdogo wanapata matatizo ya macho kwa ajili ya kutumia hiyo nishati ambayo inatoa moshi mchafu. Kwa hiyo kwa kutumia hii nishati jadidifu, nishati mbadala ambayo ni nishati safi ambayo tunaweza tukaipata kutoka kwenye nishati ya jua au nishati ya upepo au nishati ya taka za mimea na wanyama, ni nishati safi ambayo tunaamini ndugu zetu, wanafunzi, jamaa na marafiki na wote walioko vijijini, na pia kwa hata mjini ambao bado hawajafikiwa na umeme wa gridi ya taifa, wanaweza wakautumia kwa maendeleo endelevu, na pia ikawasaidia katika afya zao kizazi na kizazi. Lakini moja ya faida ambazo nimejaribu kupeluzi katika mitandao ya kijamii, lakini kupitia katika tovuti mbalimbali ambazo zinahusiana na hii nishati jadidifu, nimeona ya kwamba pia ni nishati ambayo imekuja kwa ajili ya, kama ambavyo umeeleza, kwamba kusaidia ile ozo ama anga isiweze kuharibika. Kwa inapambana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa upande wa mabadiliko ya tabia ya nchi, nishati jadidifu itatupa faida gani kama watumiaji, tukiamua kuitumia na kuifanya ndio nishati ya kwanza katika shughuli zetu za kila siku? Okay. Kwa upande wa nishati jadidifu, nikichukulia labda kwa upande wa Tanzania, asilimia kubwa sana tunatumia nishati ambayo inatokana na mimea. Nikimaanisha kwamba ni kama hii chako kwa kifupi, wanatumia wengi mkaa, kuni. Mkaa, kuni. Kwa hiyo ni kwamba tunapotumia hii nishati jadidifu, ni nishati ambayo haitoi ile hewa chafu. Na kwa hiyo basi kile cha kutotoa hewa chafu pia ni nishati ambayo inaabsorb ile hewa chafu. Kwa hiyo badala ya ile hewa chafu kwenda kuharibu ozone layer, ile kwa mfano kama ni mimea inaabsorb ile hewa chafu. Wanasayansi wanasema inaabsorb ile carbon dioxide. Kwa hiyo inasaidia kupunguza kiasi cha uharibifu wa anga katika, kwa kifupi ni ozone layer. Ndio. Lakini vile vile kuna uhifadhi sawia wa nishati ambao unafuata kanuni zile za uhifadhi. Kama TAREA ambao ni jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania, nyinyi mnafuata kanuni zipi katika kuhifadhi usawa wa nishati hii? Kuhifadhi kwa maana kuhifadhi ile nishati jadidifu ili iweze kuwa endelevu zaidi. Ili iweze kuwa endelevu. Ndio. Kwa upande wa TAREA tuna wanachama wengi ambao wanahusiana na nishati jadidifu katika teknolojia zote, kwa maana ya upepo, umeme wa upepo, nishati ya jua, na pia hata na nishati ya mimea. Kitu ambacho kinafanyika, tunajitahidi kuweka ile, kuwajulisha watu jinsi gani ya kuhifadhi ile nishati. Kwa mfano, kwa watu walioko vijijini ambao wanatumia, nikichukulia wengi wanakuwa wafugaji, tunawashauri mbali na kufuga ng'ombe, ile taka ambayo inayopatikana itumike katika kuzalisha nishati, kwa maana ya kwamba inaweza ikatumia kwa ajili ya mwanga, na pia inaweza ikatumia hata kwa kupika, na hiyo nishati inaitwa ni, kwa ujumla ni kama biofuel kwa jina la kitahara. Lakini mbali na hiyo pia kuna matumizi sahihi ya hizi, tunawashauri watumie hizi solar panel ambazo zinakuwa ziko kwenye standard. Na uzuri ni kwamba kuna baadhi ya committee kutoka ambao wapo TBS ambao wako TBS kwa ajili ya kutengeneza hizi standard, ni kama vile kutoa ushauri, wapo kutoka TAREA. Kwa hiyo ni kwamba bado tunaendelea kusambaza ile elimu kwa wale watu, ili wajue ni aina gani ya product nzuri ambazo zinaweza kutumika. Lakini pamoja nayo, jinsi ya kuhifadhi pia unaweza ukahifadhi katika betri, lakini pia unaweza ukatumia ule umeme moja kwa moja kutegemeana na matumizi. Lakini kwa sababu mara nyingi jua tunakuwa tunalipata wakati wa mchana, bado tunashauri watu watumie hizo betri ambazo pia nadhani kuna standard ya viwango ambavyo vimewekwa katika
shirika la viwango Tanzania Bureau of Standard, ambapo kuna zile standard ambazo zipo na zinafuatwa, na pia tunashauri watu wasitumie bidhaa ambazo sizo, kwa sababu zinaendelea kuweka kama taka za electronics. Kwa hiyo bado tunaendelea kuhamasisha watu wawe na matumizi sahihi na wapate vifaa ambavyo vyenye ubora mzuri. Tumeona kwamba licha ya faida ambazo zipo katika utumiaji wa nishati jadidifu, lakini vile vile tuna changamoto ambazo bado zinaikumba hii nishati jadidifu, hususan kwa watumiaji ambao wako pembezoni, ambao ni maeneo ambayo haijafikiwa na grid ya taifa ya umeme wa TANESCO na wanatumia hii nishati jadidifu. Labda ni changamoto zipi kama jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania mmeweza kuzibaini, licha ya hizi ambazo tumezisikia na tunaziona? Changamoto ikiwepo ni uelewa mdogo wa matumizi sahihi ya vifaa bora vya nishati jadidifu, lakini vile vile uelewa wa kutambua nishati jadidifu ambayo inafaa katika maeneo husika. Ya changamoto limekuwa ni kama swala mtambuka katika swala zima la nishati jadidifu. Linagusa sehemu zote. Linagusa upande wa mtumiaji, upande wa wazalishaji, na pia hata kwa watunga sera. Yaani limekuwa ni swala mtambuka. Lakini nikianzia katika upande wa watumiaji, limekuwa na kunakuwa na ule uelewa haujafikia kile kiwango kinachohitajika, kiasi kwamba bado tunaendelea na jitihada za kuwafahamisha. Kama unavyojua, wingi wa watu sana upo kijijini, na watumiaji wengi wa nishati jadidifu pia ni kijijini. Kwa hiyo unaweza ukakuta mtu anaweza akafunga ule mtambo, lakini ikatokea labda yale matumizi sahihi mtu hanakuwa hajayapata. Kwa hiyo unaweza ukakuta labda mtambo uliofungwa uwezo wake labda ni mdogo. Labda uwezo wake unaweza ukawa sio mdogo, manake kusema mdogo mkubwa labda ni relative terms, kwamba unalinganisha na nini. Kwa mfano mimi naweza nikawa matumizi yangu labda katika matumizi ya nyumbani labda hata ni watu 800 naongelea tu. Lakini sasa ataendelea kutumia, lakini baada ya hapo anaweza tena kaona kuna kifaa hiki cha umeme, mtu anajisikia labda ngoja niongeze. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta ule mtambo unazidiwa nguvu, unakuwa kama ni overload. Kwa hiyo hapo inakuwa moja kwa moja kama ni misuse ya ule mtambo, na mwisho wa siku unaweza ukakuta yule mtumiaji anakuja kufikiria kwamba labda ile teknolojia haifanyi kazi. Kwa hiyo bado tunaendelea pia kuwajulisha na kuwapa elimu, kwa sababu yule msambazaji au mfungaji wa mtambo anapokuja kufunga ule mtambo atatoa maelekezo sawa, lakini inapofikia labda yule muhusika hakuyapata vizuri, ndio inatokea kwamba anaongeza vifaa vingine vya umeme ambavyo vinasababisha overload ya ile system. Hapo ni changamoto kwa upande wa mtumiaji. Kwa mtumiaji. Vipi changamoto? Maana umesema kuna kwa mtumiaji, lakini kuna kwa wazalishaji na kwa wasambazaji. Kwa wazalishaji changamoto ni zipi ambazo wanakumbana nazo hasa? Na kwa wazalishaji pia kuna changamoto ambazo zipo. Kwa mfano, kwa sasa hivi tuna wakala wa nishati ya umeme vijijini. Wamefanya kazi kubwa sana kiasi kwamba nadhani mpaka wametuongezea hata ile upatikanaji wa umeme kijijini. Nadhani hata ile electrification rate kwa sasa imeongezeka. Hawa ni REA sasa, ni watu wa REA. Ni watu wa REA. Wamejitahidi sana, wamefanya kazi ya ziada. Lakini pamoja na hayo, changamoto ambayo inatokea, unakuta wakati mwingine wale wasambazaji na wazalishaji wa nishati jadidifu, naongelea hasa hizi private ambazo ni taasisi binafsi, unaweza ukakuta labda wanahitaji kufunga hapa mtambo, lakini wakati huo pia na watu wa REA wanakuja. Kwa hiyo sasa hapo inatokea kama inakopo ni mgongano. Lakini issue pia kama TALEA tulijaribu pia kuiaddress, na nashukuru pia katika maonyesho ya 14 ya nishati jadidifu waziri aliomba rai kwa wadhamini wetu wa yale wadhamini wa yale maonyesho kutoka ubalozi wa Uholanzi kwamba wajaribu tena kufanya mkutano wa wadau kuona jinsi gani ya kuhandle hii issue, kwa maana ya kwamba hawakusanye wadau wa nishati kutoka ngazi za serikali, kwa maana ya kwamba watu wa nishati ya umeme vijijini, kwa maana ya TANESCO, kwa maana ya EWURA, na pia hata hizi taasisi binafsi, nikimaanisha hawa wazalishaji na pia na watumiaji, kuwakusanya wote pamoja ili waweze
ondoa changamoto hii. Kwa hiyo tunashukuru kwa sababu na Mheshimiwa Waziri aliomba rai ili huo mkutano uweze kufanyika. Tunaamini kwamba litafanyiwa kazi. Umezungumza hili kuhusiana na rai iliyotolewa na Mheshimiwa George Simbachawene wakati wa ufunguzi wa maonyesho haya ya 14 ya nishati jadidifu Tanzania. Moja ya kitu ambacho vile vile alitoa rai ama agizo ama ombi kwenu nyinyi tarehe ambayo ndio mko mmeandaa maonyesho haya, Jumuiya ya Wadau wa Nishati Jadidifu Tanzania, ni kuhakikisha basi mnapeleka elimu mikoani, hasa kule ambako ndio kuna watumiaji wengi wa nishati hii jadidifu. Lakini vile vile mimi ni mmoja kati ya waandishi wa habari ambao tunapata mafunzo kuhusiana na nishati jadidifu, na tuliweza kupata Dodoma pamoja na Manyara, na tulitembelea kituo cha uzalishaji wa nishati jadidifu kule katika kijiji cha Ndongo. Moja ya vitu ambavyo tuliweza kuvibaini sisi kama timu ya waandishi wa habari pamoja na wadau ambao wanahusika na masuala ya nishati jadidifu ni kwamba elimu katika maeneo ya vijijini haijafika. Sasa na Mheshimiwa Simbachawene akaligusia hili kwamba mpeleke elimu vijijini, mikoani ambako kule ndio kuna watumiaji wa nishati hii jadidifu. Sasa kama TAREA mmeanza mchakato upi ili kuhakikisha kwamba, maana kule cha kwanza ambacho wanakumbana nacho ni kutokufahamu ubora wa bidhaa. Wengi wanakutana na bidhaa feki. Lakini vile vile hawana elimu ya kutosha ya kupata uelewa kwamba katika matumizi yangu basi nitumie aina fulani ya nishati jadidifu ama nitumie vifaa fulani. Mmefikia wapi katika hili? Kwa upande wa TAREA, kwanza kabisa mwanzoni kabisa wakati jumuiya hii imeanza, kulikuwepo kuna kampeni za ni kama ile kuleza awareness kwa wananchi kuhusu nishati jadidifu. Ni kweli siwezi nikasema kwamba walifikia maeneo yote, ila awareness ilifanyika hapo awali. Lakini kwa sababu Tanzania bado ni kubwa, TAREA bado huwa ipo kwenye mchakato kulingana na taratibu za jumuiya zilivyo. Bado wako wanapanga kufanya hizi taratibu za kufikisha elimu vijijini, kwa maana ya kwamba katika maonyesho ya renewable energy yamekuwa yakifanyika sehemu tofauti tofauti. Kwa sasa hivi tulifanya Dar es Salaam, lakini pia yalishafanyika Kahama, yalishafanyika Njombe, yalishafanyika Singida. Na hii imekuwa pia ni changamoto hata kwa watu ambao wanakuja, kweli mnaona wanakuwa hawako hawea na nishati jadidifu zaidi. Kwa hiyo hilo lipo katika mchakato katika taasisi ya TAREA, na pia tunapanga kwa sasa hivi kufanya hiyo awareness kulingana na hilo agizo la Mheshimiwa Waziri alilosema Simbachawene. Na sasa hivi tuko kwenye huo utaratibu, na ninaamini secretariat imenalifanyia kazi, kwa hiyo lipo katika mpango kazi. Awareness ilikuwa ikifanyika, lakini pia itaendelea kufanyika. Ilifanyika, lakini kweli haikuweza kufanyika kiwango cha kukamilisha eneo zima la Tanzania. Kuna baadhi wapo, na pia tunawatumia kama ni mabarozi wa kuelimisha jamii. Swala la udhibiti wa ubora wa bidhaa ambazo ni changamoto vile vile kubwa ambayo inawapata hawa watumiaji wa nishati jadidifu. Hili mmeliona, mmelisikia, mnachukua hatua gani sasa? Kweli kumekuwa na changamoto ya kupata hizi bidhaa ambazo zinakuwa chini ya kiwango, na zingine zinakuwa ni kama product ambazo wanasema ni fake product. Lakini TAREA kama TAREA nakumbuka lilifanyia hii kazi, na kuna kipindi ilifanyika operation kubwa sana Kariakoo, wakiwa na wafanyakazi kutoka katika shirika la viwango Tanzania TBS, na wakaweza kuidentify baadhi ya product ambazo zilikuwa fake. Na kumbuka na hata ofisini TAREA bado kulikuwa kuna ile sample ya bidhaa ambazo zilikuwa chini ya kiwango, ambao walikuwa wanaonyesha ni kama ile panel ya solar, lakini zile strip za silver zinakuwa inakuwa kama ni karatasi, ila wameziwekea mistari kama ya silver. Kwa hiyo ni issue ambayo ilifanywa kazi. Lakini pamoja na hayo, TAREA kama TAREA pia imekuwa na wawakilishi katika hiyo
technical committee ya TBS kwa ajili ya kuangalia hizi viwango, wakisaidiana pia na wataalamu kutoka ndani TBS. Kwa hiyo pia ni kama jukumu pia TAREA ambalo limechukua. Pamoja na hayo, elimu inaendelea kufanyika, lakini pamoja na kutengeneza hizo standardi ambazo zinatengenezwa, zingine ambazo zinakuwa za ndani na zingine pia zinakuwa wana adopt kama international standard, lakini bado changamoto zipo, na pia nadhani serikali pia inapambana kadiri ya uwezo wake kujitahidi kuweka watu katika zile entry point, kwa sababu inawezekana pia standardi zikawepo na elimu ikawepo, lakini pia kama hakutakuwa na ile ni kama supervision katika maeneo ambapo bidhaa zinaingia sehemu kutoka nje, hiyo bado ni tatizo. Lakini tunaamini pia serikali bado ilitoa pia ajira katika shirika la viwango la TBS, tukiamini kwamba tunashirikiana nao na wanasaidia kwa namna moja au nyingine kuweka watu katika hizo sehemu ambazo hizo bidhaa huwa zinapita. Mtazamaji pamoja na msikilizaji, unaweza ukatutumia ujumbe wako kama una swali kuhusiana na mada yetu hii ya leo, nishati jadidifu, kupitia namba 0756677677 0756677677. Mimi ni Nyamiti Kayora, ninaye Lydia Mugarula, mjumbe wa bodi ya jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania, kwa maana ya kwamba TAREA, na tuko tunazidi kuzungumza. Lydia, tumekwisha kubainisha hayo, lakini vile vile moja ya changamoto nyingine ambayo bado inawakumba hawa watumiaji wa nishati jadidifu ni uwepo wa gharama kubwa ya ununuaji ama matumizi ya hii nishati jadidifu. TAREA, mmelipata hili, mmelisikia, mnalitatuaje? Je, mmeshaamua ama mmeona njia ya kuweza kukaa na wadau wengine ambao ni wazalishaji wa nishati jadidifu? Lakini vile vile mamlaka ya udhibiti wa bei EWURA pia mna mpango wa kukutana ili kujadili kuona kwamba mnampunguzia gharama yule mtumiaji wa nishati jadidifu. Na case study yetu ambayo ama mfano halisi ambao tunao ni watumiaji wa nishati hii jadidifu kutoka katika kijiji cha Ndongo na cha Ng'ombe kilichopo wilaya ya Kiteto kule Manyara, ambao ni sehemu nimefika, nimeweza kuona na kubaini, na tulikuwa na makamu mwenyekiti wa jumuiya hii ya wadau wa nishati jadidifu, Engineer Prosper Magari. Sasa mmefikia wapi ama mna mpango gani wa kuhakikisha kwamba mnakutana ili kujadili kumpunguzia gharama huyu mwananchi ama mtumiaji wa nishati jadidifu, hasa yule ambaye yuko maeneo ya pembezoni? Asante sana ndugu mtazamaji. Swala la gharama kweli limekuwa changamoto kwa mtumiaji, kadhalika hata kwa wale wazalishaji. Tukianza na watumiaji, gharama kwa sasa kidogo zimekuwa juu, zinaonekana zinakuwa juu labda ukilinganisha na bei halisia kwa sababu ya zile gharama za awali. Lakini ukiangalia kwa ujumla, kama nilivyosema, nishati jadidifu ni nishati endelevu. Kwa hiyo gharama inaonekana ni pale mwanzoni tu wakati wanapoweka ule mtambo. Lakini baada ya kurealize ile ni kama profit margin, yani kwamba ni gharama kubwa wakati wa kutengeneza ule mtambo. Lakini once ukiisha maliza ile gharama, baada ya hapo ni kama ni zero cost, kwa maana ya kwamba inabaki tu ni hizi maintenance cost. Lakini pamoja na hayo, kama ulivyosema, mamlaka ya udhibiti wa bei EWURA pia wanafanya kazi sambamba na shirika la TANESCO na pia na wasambazaji wa nishati jadidifu. Na pia kuna sheria ambazo ziko EWURA ambazo zinamkutanisha TANESCO, zinamkutanisha yule msambazaji, na wanaangalia ile gharama. Lakini pia hizo gharama zinaweza zikawa haziko sawa kila eneo, kwa sababu inategemea ule mfumo pia gharama zake zilienda vipi. Maanake hizi gharama pia haziko constant. Kwa maana ya kwamba unaweza ukakuta labda kuna mtambo mwingine umepata support labda kutoka
wakala wa nishati vijijini. Ina maana hapo ile gharama ya uuzaji baadaye inaweza ikapungua. Kwa hiyo unaweza ukakuta labda inatokea labda watu wanasema kwamba gharama ni juu, lakini pia inategemea. Je, ule mradi au ule mfumo ulijengwa kwa kutumia gharama zipi? Je, ulipata support kutoka wapi? Ndipo inapotokea. Kwa hiyo unapokuta kwamba mtu analinganisha bei hii na hii hapa, hapo ndio anaona labda gharama iko juu. Na ndio maana bado tunaendelea na tunashukuru bado wakala wa nishati wa umeme vijijini pia wanaendelea kutoa sapoti kwa hawa wazalishaji wa ndani. Ni wiki ambao pia inanyanyua ule ujuzi wa ndani. Kwa hiyo tunaamini kwa kauli kwamba hata kufikia mwaka 2025 na pia kulingana na mipango ya REA kwamba kuelectrify vijiji vyote, na nikiamini kwamba wataendelea kushirikiana na hawa wadau binafsi wa nishati jadidifu, itafikia kipindi gharama zitashuka. Ndio. Haya, gharama zitashuka endapo tu basi serikali nayo itaingiza mkono wake kuwasaidia ama kuwashika mkono hawa wazalishaji wa nishati jadidifu. Vipi utafiti wa utumiaji wa nishati jadidifu, lakini vile vile kwa wale ambao bado wanatumia hizi nishati za kawaida ambazo zinaleta sasa athari katika afya zetu, ikiwepo vile vile wanazidi kuongeza hasara au madhara katika mabadiliko ya tabia nchi, ambapo Tanzania ni moja ya nchi ambazo pia zinakumbana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Ya kuhusu hawa watu ambao wanatumia hizi nishati jadidifu, ni kwamba bado tunaendelea na ule ushirikiano na hao watu, na pia TAREA bado inaendelea pia kufanya kazi sambamba na hawa wadau kutoka serikalini kwa ajili ya hizo nishati, ili kwamba kuhakikisha kwamba watu wanapunguza matumizi ya nishati ambazo zinaleta athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Na Mheshimiwa Waziri wa Mazingira, ofisi ya Makamu wa Rais Simbachawene, alitoa rai na aliomba pia tufanye utafiti ya hao watumiaji wa nishati jadidifu. Nadhani hilo linafanyiwa kazi, na pia hata nadhani wakala wa nishati za umeme vijijini na wenyewe wapo wanajaribu kutafuta zile wanakusanya zile information za watumiaji wa nishati jadidifu. Na pia hata tukiangalia ripoti ya National Bureau of Statistics ya ofisi ya takwimu, pia kuna information ambazo zimeisha toka tayari. Kwa hiyo ipo imefanyika, lakini pia tutaendelea kufanya, na kwa sababu pia katika maonyesho ya 14 ya nishati jadidifu, Mheshimiwa Waziri aliomba kwamba tuangalie takwimu za watu ambao wanatumia yalikopo ni majiko banifu. Kwa hiyo na hilo pia kama TAREA nadhani tumelipokea, tutalifanyia kazi, na ninaamini pia ni fursa hata kwa taasisi nyingine kuangalia, kwa sababu ili ni swala la kitaifa na wala sio swala la TAREA. Kwa hiyo tuendane kuungana na serikali na taasisi zote kuhakikisha kwamba Tanzania yote inapata umeme uliosafi kwa maendeleo endelevu na maendeleo ya viwanda kwa ujumla. Na kama unavyojua, tunapoenda katika Tanzania ya viwanda, kemikali zitatumika, kama ni maeneo pia yatatumika kwa ajili ya ni kama ujenzi na kila kitu. Kwa hiyo kuna kitu kama uharibifu fulani utafanyika. Kwa hiyo tukiendelea kuileta hii nishati jadidifu, itasaidia viwanda vyetu viwe endelevu na kwa manufaa ya jamii na taifa kwa ujumla. Wakati huo kuangalia afya ya ndugu jamaa na watumiaji kwa ujumla. Haya. Vipi sera ya nishati inavyosema kuhusiana na nishati jadidifu kwa ajili ya matumizi sahihi na kuhakikisha ya kwamba Tanzania basi inaondokana na madhara ya mabadiliko ya tabia nchi? Maana sasa mabadiliko ya tabia nchi ndio kelele kubwa, dunia yote inapambana kuhakikisha ya kwamba mabadiliko ya tabia nchi hayaleti athari katika nchi. Okay, kwa upande wa sera ya nishati ambayo ni ya 2015, tunashukuru sera mama ya nishati bado imeongelea masuala ya nishati jadidifu, na katika baadhi ya za policy statement zimeainisha kabisa kwamba
serikali itatumia nishati ina mpango wa kutumia nishati jadidifu na kuiendeleza, na itajaribu kuintegrate zile technology kwa upande wa majengo, nikimaanisha kama hivi majengo ni kama public building na pia katika viwanda. Kwa hiyo tunaamini kwa sasa ipo katika huo mchakato na kwa sababu tunaenda kwenye Tanzania ya viwanda, basi ninaamini katika hiyo michakato yote itafikia kipindi hata itatokea kwamba viwanda pia vitaanza kutumia nishati jadidifu. Mbali na umeme wa grid ambao unatumika katika viwandani, tunaamini kwamba ni kama vile Roma haijajengwa siku moja. Kwa hiyo viwanda pia vitaanza kutumia nishati jadidifu hata kama ni 5% au 10% ya ile nishati inayotumika katika hicho kiwanda. Ni wazi kwamba kama na viwanda vingine vitaendelea kuadapt, na kwa sababu huo mpango upo pia umeelezewa hata katika sera ya nishati ya 2015, basi ni wazi kwamba kiwanda kimoja kikianza na viwanda vingine vikaadopt hiyo technology, then mwisho wa siku Tanzania tutakuwa na Tanzania ya viwanda ambayo inatumia clean technology. Kwa hiyo bado tungeendelea kuiomba serikali endapo itawezekana, kama pia wanaweza wakahamasisha watu wa viwanda kutumia pia nishati jadidifu kama part ya nishati ambayo wanatumia. Mwisho wa siku unaweza ukakuta viwanda vyetu vyote vinatumia nishati jadidifu kwa kiasi fulani. Katika maonyesho yenu, kwa nini mlikuja na kauli mbiu hii ya nishati jadidifu katika Tanzania viwanda 2025 na hamkutafuta kauli mbiu nyingine, labda kwa mfano nishati jadidifu katika Watanzania ama katika afya za Watanzania kufikia 2025? Kwa nini mlilenga viwanda na si watumiaji wa kawaida ambao ndio wanapata athari kubwa kama ulivyosema, matumizi ya mkaa, matumizi ya kuni? Kwa nini hamkulenga wananchi watumiaji na mkalenga viwanda? Asante sana. Kama TAREA hilo tulikaa kweli tukalifikiria, lakini tukasema kwamba uchumi wa nchi unabebwa na viwanda. Uchumi wa nchi unabebwa na kilimo. Kwa hiyo iwapo labda ikitokea huku tukafanya tofauti katika kiwanda kama ulivyosema, ina maana moja kwa moja jamii huku itaathirika. Kwa maana ya kwamba kama viwanda vitatumia nishati ambayo ni chafu ya kuharibu mazingira, moja kwa moja hata kama huyu mtumiaji wa chini asipotumia hiyo nishati itamuathiri. Kwa sababu uwezo ukalinganisha matumizi ya nishati kwa nyumbani ukalinganisha na upande wa viwanda. Kwa hiyo moja kwa moja tukaona pia tuungane na kauli ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli kuifikisha Tanzania katika Tanzania ya viwanda, na sisi tukaona ili viwanda vyetu viendelee kuwa endelevu kwa kizazi hata kizazi, basi tuangalie pia mchango wa nishati jadidifu katika hivi viwanda na kufanya kwamba viwanda viwe endelevu. Na hiyo yote pia ilikuwa kujenga afya ya viwanda yenyewe ili viweze kuwa endelevu, na wakati huo afya ya jamii kwa ujumla. Tupate maendeleo na maisha yaweze kuendelea. Ndio. Namna gani sasa mmefuata agizo la kuhakikisha kwamba taasisi za kiserikali zikiwemo shule, hospitali zinatumia hii nishati jadidifu kama agizo ambalo lilitolewa na Waziri Simbachawene? Okay, kwa sasa hivi bado tunaendelea na hiyo kuweka uelewa katika hizo public institution, kwa maana ya mashule, hospitali, na pia nashukuru Mungu, tunashukuru pia hata katika maonyesho wakati tunaendelea na zile washa kwa maana ya workshop, walijitokeza baadhi ya wadau wakilalamika kwamba, kwa mfano ni watu wa magereza, walisema kwamba wenyewe hawana haya majiko banifu. Kwa hiyo wanatumia ule mkaa kwa wingi sana. Kwa hiyo moja kwa moja wakupata wale wadau kushiriki, pia tulikuwa tumepata pia barozi, kwa sababu alisimama mwenyewe mwakilishi kutoka jeshini kule akasema kwamba wanatamani kupata hayo majiko banifu. Kwa hiyo moja kwa moja ni kwamba tunajitahidi tunapoweka zile washa tunaalika wadau tofauti, kwa maana ya kwamba kutoka mashuleni, kutoka mahospitali, kutoka pia hata katika hizi ni majengo makubwa, ili kwamba waone umuhimu wa nishati jadidifu. Ndio maana nimeweza kutolea mfano
wakati tunafanya ile washa kipindi cha maonyesho ya renewable energy, tulipata watu waliojitokeza wakihitaji ile majiko banifu kwa kukiri kwamba wanatumia mkaa mwingi katika hizi public institution. Kwa hiyo shughuli zetu tunapozifanya bado tunakusanya wadau tofauti na hata watumiaji ili waweze kuwa mabarozi katika maeneo yao. Mkoa wa Dar es Salaam umeonekana ni moja kati ya mikoa unaotumia mkaa kwa wingi sana, lakini vile vile ni jiji ambalo lina uwezo wa kupata elimu na kupata kuweza kufikiwa na huduma mbalimbali zikiwemo hizi za nishati jadidifu. Kwa nini bado takwimu zinaonyesha mkoa wa Dar es Salaam bado unatumia mkaa ambao unatupeleka kule kwenye mabadiliko ya tabia nchi na athari za kiafya, na hawajaamua kutumia nishati jadidifu? Nini kinaleta utata hapo kidogo, wanashindwa kuhama? Okay. Hiyo nadhani imekuwa ni changamoto sana, na wanasema kama tunahitaji ku unlock this cultural feeling. Kwamba kuna mtu anaamini kwamba labda kwamba nikitumia nishati jadidifu, natolea mfano kwanza. Nishati jadidifu ziko nyingi. Nikitumia nishati jadidifu, let's say inayotumia labda taka the waste kutoka kwa wanyama au mimea, anapata feeling kwamba kweli ni ile chakula ambacho kimetengenezwa na taka za wanyama. Lakini katika hali ya kawaida ile ni nishati ambayo inaweza ikapika. Lakini pia kuna ile tendency kwamba nyumbani kama mzee anasema yeye kula wali ambao hujabanikwa na mkaa bado hajajisikia. Lakini kwa nchi ambazo zimeendelea, watu wanatumia solar energy, wanatumia kupika wali kwa kutumia ule mvuke, majiko solar cooker, na wanapika kupunguza inapunguza hata hizo gharama, kwa sababu sola kama jua lipo muda wote na mtu analitumia. Kwa hiyo kuna ile hali ya cultural like kwamba nitawezaje kula wali ambao haujabanikwa na mkaa. Ni kitu ambacho, kwa hiyo bado tunaendelea pia kuweka hiyo awareness, na ndio maana waziri aliomba rai kwamba tujaribu kufanya utafiti wa wangapi. Nadhani aliliona hilo kwamba akijua kwamba Dar es Salaam watu wengi bado wanatumia umeme, wanatumia mkaa. Kwa hiyo basi tunaendelea kupambana, lakini tatizo kubwa ni ile hali ya kuamini kwamba mazoea kwamba chakula lazima kipikwe na mkaa, hamna nishati ambayo inanandi. Lakini pia tunataka kuweka like kama mashamba darasa, pilot studies, kwamba watu waje kuwa wanaona kwamba hiki kinawezekana, hiki hakiwezekani. Waone kwa macho, kuona kwamba yani mbali na ile tu kusikia. Umezungumzia swala la majiko banifu. Bado kuna mtazamaji na msikilizaji anajaribu kutafuta matumizi ya majiko banifu kwa ajili ya afya na kupunguza hizi athari zingine zote, ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi. Ni jiko la aina gani? Okay, majiko banifu ni majiko ambayo yametengenezwa na yamekuwa design kwamba wakati ya kutumia au unapoweka ile nishati yake, kama hiyo hata kama ni briquette hizi umeziweka, wakati wa kupika zinakuwa na ile tendency ya kuhifadhi joto. Majiko mengi tunayotumia ni majiko ambayo yanapoteza joto. Kwa hiyo unakuta wakati mtu anapika, lile joto sawa, kupika anapika chakula kitaifa, lakini kiasi fulani cha joto kinapotea. Ndio. Kwa hiyo haya majiko banifu ni yale majiko ambayo yametengenezwa na material ambayo yanahifadhi joto na hayaruhusu lile joto kupotea. Na ndio maana katika maonyesho wataalamu wetu kutoka Invotech walisema kwamba kwa kutumia haya majiko banifu, gunia moja la mkaa unaweza ukatumia mwezi mmoja, unaweza ukatumia miezi mitatu. Kwa maana ya kwamba lile joto na ile energy ambayo inakuwa imehifadhiwa inaweza ikatumika pia kupika chakula. Kwa hiyo pia tuangalie kwamba majiko tunayotumia ni majiko gani. Uwezo ukachukua jiko tu kama bati kama kawaida, nadhani linapoteza joto. Katika sayansi ya kawaida ni kwamba ukiweka utasikia moto sehemu ya pili. Kwa hiyo nikiongezea yale majiko banifu yametengenezwa na material ambayo yanahifadhi joto kwa ndani, kiasi kwamba unaweza ukapikia na joto likahifadhiwa. Upatikanaji wake ni rahisi ama bado ndio kwamba hawa wazalishaji, watengenezaji ndio wako wanajikongoja kwamba hayapatikani kwa urahisi, labda ndio maana inapelekea kwamba watu wengi hawatumii haya majiko? Okay, majiko banifu yanapatikana, na ndio maana hata kipindi cha maonyesho tulijaribu kuwaleta hao wadau kwa ajili ya maonyesho. Labda kidogo tunaweza tukasema au uweze, labda mtu anaweza, unajua ukikuta let's say kama jiko linauza shilingi 1400,
mtu akapata jiko banifu linauzwa shilingi 6,000, moja kwa moja ana conclude kwamba haya majiko ni gharama. Lakini sio kweli. Sasa unasema jiko ni gharama, unalichukua jiko la shilingi 4,000 unaenda kutumia mkaa let's say kwa mwezi mzima. Wakati ulilokimbia ile jiko la 6,000 mwenzako aliochukua anaenda kutumia ndani ya miezi 3. Kwa hiyo ukiangalia ile saving unayoipata pale ni tofauti na huyo mtu aliyechukua. Kwa hiyo ni kweli inawezekana kwamba gharama kwa muda huo kwa kulinganisha zile gharama likaonekana kwamba gharama ziko juu, lakini sio kweli. Ukiangalia ile wanasema kwa neno like lifetime cost, gharama za maisha ambazo mara nyingi zinakuwa kama ni gharama zilizojificha mtu azioni. Sawa. Kwa hiyo kwa kitu kama hicho tunapenda kuwashauri kwamba inawezekana ikawa gharama ni slightly ikawa juu kidogo, lakini pia ukilinganisha faida zake kwa siku zijazo zinakuwa ni faida kubwa. Kama nilivyosema kwamba mwenzetu wa Invotech mwakilishi wa Invotech alitueleza kwamba kwa kutumia majiko banifu gunia moja la mkaa unaweza ukatumia miezi 3. Kwa hiyo jaribu kuangalia zile siku 60 ambazo umesave kwa ajili ya mkaa. Kwa hiyo bado tu ni kwamba hatujapata, yani tunarudi pale kwamba uelewa bado hauja wafikia watu wengi. Ni nini mpango wenu sasa kuhakikisha ya kwamba TAREA pamoja na wadau wote wa nishati jadidifu mnafika huko pembezoni? Lakini vile vile kwa mfano haya maonyesho, mbali ya kwamba miaka iliyopita mlikuwa mkifanya mikoani, lakini vile vile bado hamjafika ile maeneo husika zaidi, hasa ya vijijini kule ambako bado hakuna nishati yoyote. Mna mpango gani kuhakikisha ya kwamba labda kwa mwaka mwingine mtakapokwenda kuadhimisha siku ya nishati jadidifu Tanzania muweze kufika kule ili muweze kutoa hii elimu sasa kwa hawa wananchi, lakini vile vile muweze kutoa nafasi kwa wadau wenu ambao wanazalisha nishati jadidifu kuweza kuwekeza pale. Mpango wa jumuiya sasa hivi kwa ujumla kama nilivyosema, maonyesho ya nishati jadidifu yamekuwa pia yakitumia kutoa elimu, kwa sababu huwa pia katika maonyesho pia tunapata mawasiliano na wale watu pia tunaendelea kuwasiliana nao. Kwa hiyo kama nilivyosema kwamba awali tulikuwa tunafanya alishafanyika Kahama, alishafanyika Singida, alifofanyika Njombe. Tunajitahidi kuwa yani kusambaa kwa Tanzania nzima kwa ujumla. Ni kweli ni wazi kwamba hatuwezi kufikia kila kijiji, kila mtu, lakini at least tunajitahidi kujigawa. Na kwa sasa hivi kwa sababu TAREA pia kuna branch tofauti, tuna branch kwa Arusha, kuna hiyo ambayo ni Northern branch, kuna branch nyingine iko Mwanza, kuna branch nyingine iko Njombe. Kwa hiyo tunaamini pia kuwa na mawakilishi wetu kule, wote tunasaidiana. Kwa hiyo jinsi hayo matawi yalivyogawanyika, ni wazi kwamba mwisho wa siku huko wa Dar es Salaam wakijigawa, Mwanza wakijigawa, na pia Njombe na Arusha wakijigawa, mwisho wa siku tunajitahidi kuwafikia Tanzania kwa ujumla. Lakini yote bado inakuwa na ile changamoto ya uwezeshaji kufanikisha hii kitu kwa ajili ya masuala ya fedha. Lakini bado tunajitahidi kwa kile ambacho kinapatikana kukitumia ipasavyo, kwa sababu sisi wote kama wadau pia tuna ile passion na energy, na tunatamani kuona watu wote wanapata uelewa wa nishati jadidifu kwa maendeleo ya jamii kwa ujumla na taifa. Tunaelekea ukingoni mwa kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Kama mjumbe wa bodi ya TAREA ambayo ni jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu, tumekwisha kuzungumza mengi, lakini kubwa zaidi ni namna gani tumeainisha changamoto ambazo zinawapata watumiaji. Wanatamani kutumia nishati jadidifu, gharama zinawashinda, lakini vile vile elimu hawapati ipasavyo kuhusiana na ubora wa bidhaa, lakini matumizi sahihi ya nishati hizi jadidifu. Ni nini wito wako sasa kwa wadau ambao wanahusika na nishati jadidifu, lakini vile vile kwa wadau wengine ambao mnashirikiana nao kuhakikisha kwamba nishati jadidifu inakuwa ni nishati endelevu na yenye manufaa ambayo yatakuja kusaidia mabadiliko ya tabia nchi? Siku moja basi Tanzania ibaki kuwa ni nchi ya kihistoria ambayo tutajivunia kote tutakapokwenda kwamba tumepiga hatua katika mabadiliko ya tabia nchi na sasa tuko vizuri. Asante sana ndugu mtazamaji. Rai yangu tuko wadau wote wa nishati jadidifu, nikimaanisha watumiaji, wazalishaji, wasambazaji, kama tunavyoenda kwenye Tanzania ya viwanda.
ni wazi kwamba watu wanasema kwamba moja ya uchafuzi wa mazingira ni viwanda. Lakini haimaanishi kwamba tusiwe na viwanda kwa sababu tutachafua mazingira. Ombi langu kwa wadau wenzangu wote, kuanzia ngazi ya mtumiaji mpaka serikali na wote, ni kwamba tutumie nishati jadidifu kwa maendeleo ya viwanda. Na pia tujitahidi pia kama wazalishaji na wadau. Kwa sasa hivi changamoto pia inayopatikana, kuna baadhi ya vitu tunavichukua kutoka nje. Kwa hiyo ni wazi kwamba tuungane na wawekezaji wa viwanda tuweze kupata hivyo viwanda vya nishati jadidifu hapa. Na pia kama tunapoenda katika Tanzania ya viwanda, tusiache viwanda vikatumia umeme ni kama let's say umeme kutoka kwenye fossil fuel. Tujaribu cut down zile carbon kwa kutumia pia nishati jadidifu, kwa maana ya kwamba Wizara ya Nishati, Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Mazingira na hata ikiwezekana ya Afya, wanaweza pia wakakaa pamoja wakaangalia ni jinsi gani tunaweza tukafanya viwanda vyetu endelevu kwa maendeleo ya viwanda, afya ya jamii na taifa kwa ujumla, kwa kuangalia angalau viwanda vyote vinavyokuja viwe na kiasi fulani cha nishati jadidifu. Kwamba pamoja na kwamba wanatumia umeme huu kiasi kadhaa, lakini 10% iwe inatoka kwenye nishati jadidifu. Na hii itasaidia mwisho wa siku viwanda vyote, unakuta yani nadhani Tanzania itakuwa ni nchi ya kihistoria kuonekana kwamba kila kiwanda kinapata nishati jadidifu. Kama nilivyotolea mfano halisi wa Mbeya Breweries, wenyewe wana mtambo wa solar PV. Nadhani kama ni 134 kW. Huo ni mfano wa kuigwa kwa viwanda vingine. Kwa hiyo mwisho wa siku, hata kama kutakuwa na minor pollution kidogo inayotokea, tunaweza tukai cut off ile carbon kwa kutumia nishati jadidifu. Kwa hiyo naomba rai kwa wadau wote, tumuunge Mheshimiwa Rais katika Tanzania ya viwanda, na pia tujaribu kuitumia hii teknoloji kwa maendeleo ya viwanda, ili kwamba viwanda vyetu vituletee maendeleo na hata vitituasili kwa namna moja au nyingine. Tunamalizia kabisa. Nishati jadidifu inayotokana na mwanga wa jua umeonekana ni rafiki zaidi hasa kwa watu wengi wa mjini lakini na vijijini, lakini bado ina changamoto kubwa sana hasa kwenye vifaa. Rai yako sasa kwa hawa wanaoleta hizi bidhaa, lakini kwa wasambazaji unawaambiaje? Kwa sababu wanamuumiza mwananchi ambaye ndio anatumia na anaitegemea ile nishati jadidifu, hasa yule ambaye yuko pembezoni. Asante sana. Kwanza kabisa, ili kuondoa ile hali kwamba ya kuamini labda nishati jadidifu kwamba haifanyi kazi vizuri, nilikopo ningeomba kwanza watumiaji, wauzaji na wasambazaji, kwanza kabisa tuwaunge mkono watu wa viwango TBS, kwa kuhakikisha kwamba zile bidhaa zinazotumika ni bidhaa zenye viwango ambavyo vimethibitishwa na TBS. Na hii pia itasaidia hata kupunguza uchafuzi wa mazingira. Kwa sababu unapochukua bidhaa ambayo haina ubora, utaitumia kwa muda mfupi na mwisho wa siku inakuwa kama taka. Na kumbuka sasa hizo taka zinakuwa kama ni hizi taka za electronics, ambapo taka za electronics haziozi. Kwa hiyo pia jinsi ya kuzidiscard kidogo inakopo ni changamoto. Kwa hiyo tujaribu kupunguza kwa namna hiyo. Wakati huo tulikopo tunaomba pia TAREA kama TAREA wamefanya jitihada sana, na pia kuna wasambazaji na wauzaji wa hivi vifaa ambao pia ni memba wa TAREA. Na mara nyingi sana tunashauri, simaanishi kwamba wadili na watu ambao wako ni memba wa TAREA tu, hapana. Lakini pia wajaribu kama kutakupo na kwale yoyote, TAREA wako wana email address, wanaweza wakawa wanaleta zile kwale kwa kutumia ile email. Kama kuna changamoto yoyote, then tutajaribu kuziaddress. Sisi mara nyingi hata kama mtu akiomba fundi, kuna mafundi ambao huwa wapo pia ambao pia wako committed na kazi na wanafuata viwango, kwa sababu kama inakuwa ni tofauti lazima tuje tuwaulize kwa nini imekuwa hivi na hivi.
Kwa hiyo nilikopo naomba rai kwamba wote tushirikiane kuhakikisha kwamba hii nishati jadidifu tunaitumia kikamilifu, na pia tuendelee kuwapa support, na pia hata wasichoke wanapoona kwamba labda wamekwama kwa namna moja au nyingine katika matumizi. Wasichoke kuona wale mtu, kwa mfano kama ni mtu amekufungia mtambo, kama kuna kitu unataka kufanya, usisite kumuuliza kwa ushauri wa kitaalamu kuliko kujichukulia kufanya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha uharibifu wa ile system nzima kwa ujumla. Mpe email msikilizaji pamoja na mtazamaji ambaye anakutana na changamoto ya vifaa ili aweze kuwasiliana na TALEA, aweze kumsaidia ili aweze kufurahia maisha kwa kutumia nishati jadidifu. Okay, kwa swala la email zipo zinapatikana, na wanaweza wakatembelea website ambayo ni ya TALEA, www.talea.organization.org, ambapo inapatikana, ambapo kule wanaweza wakakuta kuna zile contact zipo kwa njia ya email ambayo ni info@talea.org, and then pia kuna namba za simu pia wanaweza wakazitumia, zipo zinapatikana. Kwa akifika pale ataweza kupata msaada. Kama amefungiwa nishati yake, sola yake nasumbua, basi anaweza kupata msaada. Anaweza akapata msaada tu wa kitaalamu pia wa kushauri, labda kama ikifahamika kwamba ni kampuni fulani ambao wamefunga, pia TALEA wanaweza wakawaconsult kuwasaidia hilo. Lakini pamoja na hayo pia nadhani TALEA inapatikana katika EPZA building, Mandela Road, karibu na External. Yes. Nikushukuru sana Lydia Mugalula, mjumbe wa bodi kutoka TALEA, jumuiya ya wadau wa nishati jadidifu Tanzania, kushiriki nami katika kipindi hiki cha Kwenye Kiti. Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, na wewe msikilizaji wa Morning Star Radio, na uliyekuwa unatufuatilia kupitia tune in popote pale ndani na nje ya nchi, lakini kwenye apps kwa simu yako ya mkononi, Tanzania Adventist Media Channels, hiyo ndio apps yetu, lakini na katika tovuti watu mbalimbali mmekuwa mkitufuatilia. Naitwa Nyamiti Kayora, nikutakie wakati mwema, utazamaji pamoja na usikilizaji mwema.